taarifa ya habari za dunia, nami Sarafina Robi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wake kuishinikiza Urusi kusitisha mapigano. Zelensky alitoa wito huo kwenye mtandao wa kijamii mara tu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum Steve Witkoff walipoketi kwenye majadiliano ya amani mjini Paris. Wawili hao wanakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja wawakilishi kutoka mataifa ya Ulaya ambayo yanaunga mkono Ukraine. Akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu, msemaji wa ikulu wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Urusi haijaridhishwa kuwa Ulaya inataka kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Kwa kawaida watazungumza kuhusu masuala kadhaa yanayohusu makazi ya raia wa Ukraine. Mazungumzo ambayo tulikuwa nayo na Witkoff. Rais wetu alikuwa na mazungumzo marefu na Witkoff. Tunajua yaliyozungumziwa katika majadiliano hayo yaliyowasilishwa kwa Rais Trump. Marekani inaendelea kufuata mkondo huu na Ulaya pamoja na raia wa Ukraine. Kwa kawaida tungetarajia juhudi za Ulaya na Ukraine zikiegemea katika kupata makazi yenye usalama. Cha kusikitisha ni kuwa tunaona Ulaya ikiangazia kuendelea kwa mapigano. Wauguzi nchini Sudan wanasema mji wa El Fasher umegeuza kuwa jela na eneo la mauaji baada ya siku kadhaa za mzozo katika jimbo la Darfur. Muungano wa madaktari wa Sudan unasema hamna sehemu iliyo salama kwa raia na kuwa nyumba, hospitali, misikiti na shule zimekuwa maeneo yanayolengwa na vikosi vya Rapid Support Forces. Vikundi vya matibabu na watu wa kujitolea wanasema zaidi ya raia 50 wameuawa katika mzozo wa hivi karibuni baina ya jeshi la Sudan na RSF. Rais Donald Trump amemkosoa mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho Jerome Powell akimshutumu kwa kuchelewa sana na kukosea kuhusu kupunguzwa kwa viwango vya riba. Kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump alimsifu rais wa Benki Kuu ya Ulaya ambayo inatarajiwa kupunguza viwango vya riba kwa mara 7 baadaye hii leo na kusema Powell alifaa kupunguza viwango hivyo zamani. Siku ya Jumatano, mkuu wa Benki Kuu ya Marekani alionya kuongeza ushuru kutaongeza mfumuko wa bei na kufanya uchumi wa Marekani kudorora. Wachambuzi wanasema kupunguza viwango vya riba kutaimarisha kukuzwa kwa uchumi kwa kufanya kukopa kuwa nafuu, ila kuongezeka kwa ushuru wa Rais Trump kunaongeza mfumuko wa bei. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya dharura nchini kote kwa sababu ya ongezeko la idadi ya visa vya homa ya manjano. Wizara ya Afya inasema mbu zinazosambaza virusi zipo nchini kote, huku jimbo la Tolima magharibi mwa Colombia likiathirika zaidi. Watu 34 wamefariki tangu kuzuka kwa ugonjwa huo mwaka jana. Rais wa Colombia amewashauri watu kupata chanjo katika kituo cha afya kwenye mji mkuu siku ya Jumatano. Mkazi David Suarez anaelezea ni kwa nini amepiga foleni kupata chanjo. Napata chanjo kwa sababu mbili. Moja ni kwa afya yangu kwa sababu naenda kusafiri. Pili, kwa sababu za kijamii ambapo ni kufuata agizo la rais na kujua kuwa hili ni jukumu la kila mtu. Tunapaswa kupata chanjo ndipo virusi hivi visienee. Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanajeshi wa Marekani na Somalia wamefanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo Al-Shabaab huku mapigano makali ya kujaribu kukomboa mji mmoja wa kimkakati kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu. Nchi ya Somalia inasema wapiganaji 12 wenye itikadi kali wa Kiislamu waliuawa katika eneo la Aden Yabal, ikiwa ni pamoja na viongozi wake wakuu. Al-Shabaab walishambulia mji huo mapema wiki hii. Kundi hilo linalodhibiti maeneo mengi kusini na katikati mwa Somalia limekuwa likipigana na wanajeshi wa serikali kwa takriban miaka 20. Kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya kijihadi, moja likilenga msafara wa rais wa nchi hiyo. Na mahakama ya upeo nchini Urusi imesitisha marufuku iliyokuwa imewekwa dhidi ya kundi la Taliban na hivyo kutoa nafasi kwa kundi hilo kuondolewa katika orodha ya mashirika ya kigaidi. Hatua hii haimaanishi kutambuliwa rasmi, ile inaashiria kuimarisha uhusiano. Urusi inaripotiwa kupanga kutumia Afghanistan kama kituo cha usafirishaji wa gesi na Rais Putin amewaita Taliban washirika katika vita dhidi ya ugaidi. Ikulu ya Kremlin pia imewakaribisha wajumbe kutoka kwenye kikundi hicho cha mara kadhaa katika miaka michache iliyopita. China na Kazakhstan tayari zimechukua hatua za kuimarisha uhusiano. Hii ni BBC.
Shukran Sarafina Robi kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu tena katika matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana kupitia FM radio shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni uko na Karo Robi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Kwako David. Asante Karo, bila shaka hujambo na vile hujambo msikilizaji. Tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo Hamas imesema mashambulizi ya angani ya Israel yamewaua watu wasiopungua 37. Wengi wa walioathirika walikuwa kwenye kambi za kuhifadhi walioachwa bila ya makazi. Makombora mawili ya Israel yamelenga kambi za eneo la El Mawas karibu na mji wa kusini wa Khan Younis. Zaidi na Phyllis Mote. Watu 7 wa familia moja waliuawa katika eneo la mji wa kaskazini wa Jabalia. Israel inasema ilianza tena mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Hamas mwezi mmoja uliopita ili kulazimisha kundi hilo kuachilia mateka waliosalia. Mamia ya maelfu ya watu wamekimbia makazi yao na mashirika ya kutoa misaada yameonya juu ya janga la kibinadamu. Dadake Yosef Abu Al-Ros na watoto wake walifariki katika shambulio hilo la Khan Younis. Ameelezea kilichotokea. Tulichoona na kusikia ni moto na milio ya risasi. Hakuna kingine tulichokiona. Moshi mzito tu na moto mkubwa. Sisi, majirani, familia na jamaa, sote tulijaribu kuzima moto, lakini hatukuweza kuzima. Hata magari ya zima moto yalichelewa kufika, maana ilikuwa ni usiku sana. Tulitumia maji na chochote kile ambacho tungeweza kutumia ili kujaribu kuzima moto. Tulifanikiwa kuokoa baadhi ya miili, lakini miili ilikuwa imechomeka na ilikuwa katika hali mbaya. Yosef akionyesha chuma kilichokuwa kimeungua na kupinda, anasema kwamba mvulana mdogo aliyekuwa kwenye kiti hicho cha magurudumu alikuwa miongoni mwa walioathirika. Mtoto mwenye ulemavu wa miaka 12 alichomeka na hicho ni kiti chake cha magurudumu. Tulimbeba, hata mifupa yake ilikuwa imeyeyuka tulipokuwa tukimtoa nje. Hiki ni kiti cha magurudumu cha mtoto huyo, mtoto mwenye umri wa miaka 12 tu. Vile Yosef alielezea jinsi watu walikuwa wanajaribu kuhepa shambulizi hilo. Hakuna eneo lolote lililo salama. Tunapaswa kwenda wapi? Watu walikimbilia baharini jana usiku wakijaribu kujiokoa. Walijitupa ndani ya maji. Ndio, watu walikimbilia baharini. Sasa watu wanapaswa kwenda wapi? Tunapaswa kwenda wapi sisi? Tunatoa wito kwa nchi za Kiarabu kutafuta suluhu na kusema pia na kulizungumzia swala hili. Ni muda wa kusitisha hivi vita. Haya ni mauaji ya kimbari sasa. Amande Bazerol ni mratibu wa dharura wa shirika la Medecins Sans Frontieres MSF huko Gaza na ameelezea mashambulizi ya hivi karibuni ya anga. Kwetu sisi ni vigumu kuhama kwa sababu tuna wasiwasi, kwani hakuna ulinzi hata wa mashirika yasiyo ya serikali ya kimataifa, lakini hali ni mbaya hata zaidi kwa raia wa Gaza ambao hawezi kuhama, ambao wamehamishwa kwa mara ya 10 na hata zaidi. Katika mitaa watu wamekusanyika pamoja, lakini hakuna chakula na chakula kidogo kinachopatikana ni ghali sana kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kumudu. Hayo ya kijiri, waziri wa ulinzi wa Israel amesema kwamba wanajeshi wa Israel watasalia katika kile kinachoitwa maeneo salama walioyaanzisha kwa kuyateka maeneo makubwa ya Gaza hata baada ya kumalizika kwa vita. Israel Katz anasema kwamba maeneo hayo yatakuwa kwa ajili ya usalama, kulinda jamii za Israel katika muda wowote ama kwa kipindi fulani au muda wa kudumu, na kwamba wamenyakua asilimia kadhaa ya ardhi ya Palestina tangu mashambulizi ya Israel kuanza tena wiki 3 zilizopita. Kwenye mkutano na Rais Putin, mtawala wa Qatar ambaye pia ni mpatanishi kati ya Israel na Hamas, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ameishtumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Tulifikia makubaliano miezi kadhaa iliyopita, lakini kwa bahati mbaya Israel haikuzingatia makubaliano hayo. Hata hivyo, sisi huku Qatar kama wapatanishi tunajaribu kuleta mapendekezo zaidi ili kufikia makubaliano ambayo yanamaliza mateso ya watu wa Palestina, haswa huko Gaza. Na sasa tunaiona
tunaliona pia katika ukingo wa magharibi. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inasema zaidi ya watu 1650 wameuawa tangu vita kuanza tena tarehe 18 mwezi wa Machi. Maafisa wa hospitali wanasema kwamba takriban Wapalestina 24 waliuawa katika mashambulizi ya Israel kote Gaza siku ya Jumatano. Wengi wa walioripotiwa kuuawa walikuwa katika mji wa Gaza kaskazini mwa nchi hiyo. Phyllis Mwate, BBC. Naam. Na washirika wakuu wa Ukraine wanakutana na maafisa waandamizi wa Marekani mjini Paris, Ufaransa, wakati ambapo Umoja wa Ulaya unajaribu kuyapiga jeki mazungumzo ya kusitisha vita vya Ukraine. Sarafina Robi anakueleza zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa Ukraine kuishinikiza Urusi kusitisha mapigano. Zelensky alitoa wito huo kwenye mitandao ya kijamii mara tu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe Steve Witkoff walipoketi chini kwenye majadiliano ya amani mjini Paris. Wawili hao wanakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na wawakilishi kutoka mataifa ya Ulaya ambayo yanaunga mkono Ukraine. Akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alisema Urusi haijaridhishwa kuwa Ulaya inataka kusitisha mapigano yaliyopo Ukraine. Kwa kawaida watazungumza kuhusu masuala kadhaa yanayohusu makazi ya raia wa Ukraine. Mazungumzo ambayo tulikuwa nayo na Witkoff. Rais wetu alikuwa na mazungumzo marefu na Witkoff. Tunajua yaliyozungumziwa katika majadiliano hayo yaliwasilishwa kwa Rais Trump. Marekani inaendelea kufuata mkondo huu na Ulaya pamoja na raia wa Ukraine. Kwa kawaida tungetarajia juhudi za Ulaya na Ukraine zikiegemea katika kupata makazi yenye usalama. Cha kusikitisha ni kuwa tunaona Ulaya ikiangazia kuendelea kwa mapigano. Rubio na mjumbe wa taifa hilo Steve Witkoff wote wanahudhuria mkutano wa kujadili jinsi ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Mazungumzo hayo ndiyo ya kiwango cha juu baina ya Marekani na washirika wa Ulaya kwa wiki kadhaa. Mtaalamu mmoja wa Ukraine, Victoria Dovichenko, ambaye ni mkuu wa mipango ya pamoja kuhusu hatma ya Ukraine katika chuo kikuu cha Cambridge, anasema Ufaransa inajaribu kusogeza mbele mazungumzo. Hata kama sijui kama walikuwa pale, wana azimio la pamoja ama watakutana kwa muda mjini Paris, ila nadhani pia ni maelewano muhimu ambayo kimsingi Ufaransa inajaribu kuwa katika kikundi cha mataifa yanayoongoza katika kutengeneza mfumo unaowezekana katika majadiliano kama haya kwa muda, na tunatumaini kuwa yatakuwa yenye tija. Ila anasema hatua ya Urusi ya kuendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine inaonyesha kuwa rais wa Ukraine hana nia ya kujadili kusitisha mapigano. Tunapoona maendeleo na jinsi Rais Putin anavyojibu, kwa mfano jana huko Dnipro, mojawapo ya miji mikubwa zaidi nchini Ukraine, au kimsingi mji wa Sumi ama maeneo ya Zaporizhia, sio ishara ya kuwa tayari kusitisha mapigano. Kwa hivyo anajaribu kuwachezea washirika wa Ulaya pamoja na washirika wa Marekani. Shambulizi la hivi karibuni la ndege zisizo na rubani la Urusi limesababisha uharibifu na mioto mingi katika mji wa Dnipro. Gavana wa eneo hilo Serhiy Lyasek alisema watu 3 waliuawa, ikiwa ni pamoja na msichana mdogo na mama mkongwe. Amesema bweni la wanafunzi ni mojawapo ya majengo yaliyoharibiwa. Wakazi hawa wa Dnipro wanaelezea shambulizi hilo. Tulikimbia nje na kujaribu kuondoka katika uwanja kwa sababu pia tuligundua kuwa shambulio lilikuwa karibu, lakini hatungeweza kutoka nje kwa sababu kila kitu kilikuwa kinateketezwa na moto, kumaanisha eneo la kutokea lilikuwa limezuiwa na moto. Madirisha yote yalikuwa yameharibiwa, hata kama nilikuwa na madirisha ya kujilinda kwangu. Nilisikia milipuko 10 na kila mtu aliweza kusikia kwa sauti kubwa sana, kisha kila mtu akaanza kujificha. Sarafina Robi, BBC. Ni saa 1 kasoro robo Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kasoro robo Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo, na mgambo wa Hamas wamesema mashambulizi angani ya Israel yamewaua watu wasiopungua 37. Rais wa Togo Faure Nasibe afanya ziara yake ya kwanza Kinshasa kama mpatanishi wa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Tanzania yatishia kupiga marufuku biashara na Malawi na Afrika Kusini kufuatia uamuzi wa nchi hizo kuzuia uingizaji wa bidhaa kutoka Tanzania. Wasipofungua Malawi na South Africa kutufungulia kupeleka mazao yetu ya kilimo kama yanavyoingia ya kwao kwetu, hatutaruhusu zao lolote la kwao kuingia Tanzania. Vile vile sintawaruhusu kuhusiana na mmea wa kilimo.
Hii ni BBC. Naam, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa kule Dar es Salaam. Kumbuka matangazo yanapatikana kupitia tovuti yetu bbcswahili.com kwenye FM, lakini vile vile yako mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Rais wa Togo Faure Gnassingbe, mpatanishi aliyeteuliwa kutatua mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwasili hapo jana katika mji mkuu Kinshasa, ambapo walifanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi kwa lengo la kutafuta suluhisho kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo. Uteuzi wake ulizua hisia mseto hasa mashariki mwa nchi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika aliwasili mjini Kinshasa huku mapigano yakiendelea hasa mashariki mwa nchi hiyo, ambapo baada ya jeshi la nchi na waasi wa 23 kupambana, jambo ambalo limesababisha janga kubwa la kibinadamu nchini humo. Waasi wa M23 wamedhibiti eneo kubwa katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na kusini pamoja na maeneo mbalimbali yenye madini, na wameapa kuwa wataendelea kuyateka maeneo zaidi ya nchi hiyo. Moise Mhangi, afisa wa mawasiliano wa muungano wa vijana wanaopigania haki na demokrasia mashariki mwa Kongo Lucha, ametoa maoni haya. Takuwa na kazi kubwa kabisa kuweza kuona kama ataweza kufanya kitu mpya ambayo President Lorenzo hakufanya. Akaweza kweli kuwasikilizisha Tshisekedi, labda M23 itaitika kuondoka Goma na Bukavu, lakini unafiki labda hata itika, na ndio uoga wetu hadi sasa. Kazi sasa ni kwa Faure Gnassingbe. Wakati huo huo, idadi ya watu waliohamishwa ndani ya makazi yao wakikimbia mapigano mapya kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo wameripoti jana kuwa wanakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu katika mkoa ambao mamilioni ya watu tayari wamekuwa wakikabiliwa na baa la njaa, magonjwa, ubakaji na aina mbalimbali za vurugu. Hawa ni baadhi yao. Ni furaha kwangu kuona ya kwamba tena viongozi wetu wanaendelea kutafuta amani, na kama wanakuwa na lengo nzuri kwa ajili ya raia wake, ni kitu ambacho kinatufurahisha zaidi. Mimi ninataka baada ya hayo mazungumzo yao tuweze kupata amani, kwa sababu tumeteseka kabisa sana. Tumekosa tufanye nini? Maongezi imekuwa maongezi ambayo hayaleta suluhisho. Tumeshindwa, tunachoka na maongezi. Katika mkoa jirani wa Kivu Kusini, waasi wa M23 wameshutumiwa kuendeleza mapigano ili kudhibiti sehemu kubwa ya eneo ambalo walipoteza hivi karibuni dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo wanaounga mkono serikali ya nchi hiyo katika maeneo ya Bushaku na Lemara. Upande wake, Musa Lumbomba amesema kwamba anaamini kuwa suluhisho dhidi ya mzozo wa Kongo halihitaji wageni, bali wakongomani wenyewe kwa wenyewe wanaofanya kila jitihada za kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Shida ni kusema watu mingi wako wanajisumbua kuburi, lakini inaweza pata solution kupitia hizi mbinu ambazo mapadri na mapasta wanaendelea kufuatilia. Hizi ndizo tunapaswa leta solution kwa hii shida ya Kongo, kwa sababu hamwezi kutafuta solution ku problem ama ku shida ya Kongo bila kuikalisha wakongomani. Eric Bwanapoa ni mbunge mchaguliwa wilayani Nyiragongo, pia amekuwa na haya ya kusema. Nani ndiye adui wa kweli kweli wa nchi yetu? Tuone namna gani tunaweza kurejesha amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Najua shida zimepita, wakongomani wameuawa kwa risasi, kwa mpanga, kubakwa, hata mali yao kuporwa. Tutafute namna gani tutauwezesha, na tutashirikiana na wale wote ambao wanataka amani, ili amani irejee ndani ya nchi yetu ya Kongo. Zaidi ya watu 7,000 wameuawa katika miezi hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa vita kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la FARDC, hali ambayo Umoja wa Mataifa umesema umesababisha janga kubwa la kibinadamu. Na wakati mzozo nchini Sudan ukiendelea kushika kasi, zaidi ya watu milioni 1 wamevuka mpaka kuingia Sudan Kusini, wengi wa watu hao wakiwa ni raia wanaorejea nyumbani. Kisa Wandera wa BBC anaripoti kutoka Rank, mpakani mwa Sudan Kusini. Kwa wakati mmoja mji huu wa mpakani wa Renk ulikuwa mtulivu bila shamra nyingi, ila kwa sasa imegeuka kivukio kwa maelfu wa raia wa Sudan wanaokimbia vita. Kwa watu wengi hapa ni mara ya pili sasa wanakimbia makazi yao. Mwanzo ilikuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini, na sasa ni vita vya Sudan. Ila hali hapa inazidi kuwa mbaya.
kwani mkataba wa amani ulioafikiwa mwaka wa 2018 upo katika hatari ya kusambaratika. Kwa miaka kadhaa, Sudan Kusini imekuwa ikishuhudia utovu wa usalama, na hii inamaanisha maeneo mengi yana barabara mbovu ambayo hayapitiki kwa urahisi na pia ni hatari kwa usalama. Njia pekee ya usafiri ni kwa kutumia mashua. Nipo katika bandari ndogo ya Renk ambapo raia wa Sudan Kusini ambao walitoroka vita Sudan wanaingia kwenye boti. Nafasi za kwanza wamepewa watu wazee, wanaume na wake, pia akina mama na watoto. Na boti hili tunaambiwa kuwa litapakia abiria 400 hadi 500. Watu wengi watakaa juu ya mizigo yao kwa safari hii ambayo itachukua siku 2.5 kufikia Malakal, ambapo wakifika Malakal watakwenda sehemu zingine za nchi. Mary Deng ameshikilia bahasha iliyoraruka ambayo ameitumia kubeba stakabadhi muhimu ambazo wanatumia katika usafiri wao katika mto Nile. Tulipokuja huku kusini tulikuwa watu 16. Mwezi Machi tarehe 3 hatukuwa na chochote. Tungeendelea kuishi huko, hali yetu ingekuwa ngumu, ila tunashukuru Mungu. Mashua hii ambayo mamia ya watu wanapanda imetengenezwa na chuma na ni wazi juu, na wengi wanaoabiri mashua hii watakuwa wanakaa juu ya mizigo yao katika safari hiyo itakayochukua siku 2.5. Mashua hii itakuwa inawabeba watu takriban 500. Vijaya Suri ni mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM nchini Sudan Kusini. Mojawapo ya sababu iliyochangia kupa kipaumbele mpango huu wa usafiri ni kwa ajili ya kupunguza idadi ya watu waliopo Renk, hasa raia wa Sudan Kusini ambao watarejea katika maeneo ambapo jamii yao kubwa ipo na mizizi ya kifamilia. Ni mojawapo ya operesheni ngumu ambazo zimetekelezwa na shirika la uhamiaji la kimataifa IOM kutoka kituo cha muda cha usafiri huko Renk na kisha kutumia boti hadi Malakal, huku mara nyingine huduma za usafiri wa ndege zinatolewa kuelekea maeneo yaliyo mbali. Ila si kila mmoja ataondoka. Ni makazi ya muda katika eneo hili ambalo ni kituo cha usafiri. Sarah Williams anajaribu kuwazubaisha wanawe na michezo kadhaa. Amekuwa hapa kwa zaidi ya miezi 5. Nimekuwa hapa kwa muda wa mwezi mmoja bila ya kupata chakula. Nilikuwa nakusanya kuni na kuuza ili kununua unga, lakini hata miti tuliyoitegemea haipo tena. Nilitaka kurejea katika kijiji chetu cha Nasir, ila hakuna njia. Kuna barabara na kuna mzozo kule mbele. Kwa hivyo ni vigumu kwetu sisi kufika kijijini kwetu. Athari za vita vya Sudan na kukosekana kwa amani Sudan Kusini kumewaacha zaidi ya watu milioni 9.3 na uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu. Hii ni kulingana na shirika la International Rescue Committee. Kambi ya wakimbizi iliyo Renk ilijengwa kuwapa makazi ya muda watu 3,000, ila sasa kambi hiyo ni nyumbani kwa zaidi ya watu 9,000, huku eneo hilo likishuhudia uhaba wa misaada na utoaji wa huduma za afya. Kituo cha afya cha Joda kilicho mpakani ndicho kituo pekee cha afya ambacho kinahudumu eneo hilo. Zaidi ya watoto 600 wamezaliwa eneo hili tangu vita vya Sudan kuanza. Ruth Kirui ni mkuu wa shirika linalowahudumia wakimbizi UNHCR eneo la Renk. We do not have specialists like surgeon at the moment. Hakuna madaktari wa upasuaji, hakuna daktari yoyote. Mfumo wote wa afya umetatizika na athari zinazidi kuwa mbaya. Collapsing very soon. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanasema hatari inaongezeka. Ila katikati ya haya yote, kilio cha mtoto kinasikika. Amezaliwa tukiwa hapa tukikusanya taarifa hii. Tunaporejea katika kituo cha usafiri, tunashuhudia watoto wakidensi kwa muziki iliyokuwa inasikika kupitia kijiredio kidogo, kicheko chao kikiwa hakiashiri hali ngumu ya maisha wanayopitia.